Kuwa na mazoea ya kuchoma manukato ya namna tofauti tofauti katika nyumba yako kwa ajili ya kuweza kufukuza nguvu mbaya, bimaana nguvu chafu ya majini pamoja na uchawi. Ukijenga mazoea na desturi ya wewe kuwa ni mtu unayechoma manukato tofauti tofauti katika nyumba yako, basi hii itakusaidia kuweza kufukuza nguvu mbaya, uchawi, majini katika nyumba yako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Maalim Kombo, mwalimu wa darasa za tiba za asili kwa kutumia au kwa kupitia channel yetu hii ya Dimo TV. Ikiwa kama ni mara yako ya kwanza, basi nakusihi sana usisahau kusubscribe ili uweze kupata notification itakayokurahisisha wewe kuweza kufahamu kwamba kuna darasa jipya limewekwa ndani ya channel yetu hii. Na vile vile kama ni mshiriki mzuri, usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Mada iliyoko mezani katika siku ya leo, tutaangazia swala la wewe kuwa na mazoea ya kuchoma manukato mara kwa mara ndani ya nyumba yako ili kuweza kufukuza nguvu mbaya. Tukizungumzia nguvu mbaya, ni nguvu gani? Nguvu mbaya ni nguvu ambayo inayotokana na masuala ya kichawi, inayotokana kwa upande wa majini, mashetani. Manukato ni sehemu mojawapo inayoweza kumsaidia mwanadamu yoyote yule kuweza kufukuza vitu vibaya. Kuna baadhi ya watu wanaamini manukato kwamba huwa yanaleta majini. Ni kweli huwa yanaleta majini, au ni kweli huwa yanaleta marohani? Ni kweli kabisa, huwa yanatengeneza mazingira ya kuleta nini? Majini. Lakini ni manukato yapi ambayo uliyoyatumia? Kama ni manukato yenye kunukia, manukato mazuri, wanasema bukhuri kheri, basi ufahamu hao majini unaowaita si majini wenye nguvu mbaya, yani sio majini wa kishetani, hao ni majini wa kheri. Katika viumbe sisi tumegawanyika katika matabaka makuu mawili. Tumegawanyika katika tabaka la kheri na tumegawanyika katika tabaka la shari. Kwa sisi tulivyo sisi binadamu, hivi tulivyo sisi, kuna binadamu wema na kuna binadamu waovu. Na majini hali kadhalika ni hivyo hivyo. Kuna majini waliokuwa wema na kuna majini ambao ni waovu. Sasa unapochoma manukato au unapojipulizia manukato, aidha perfume, sawa, basi ufahamu kwamba unavuta nguvu iliyokuwa safi na nzuri. Lakini sasa hapo inapokujaga shida ni kwamba, je, hicho unachokivuta unakifahamu? Na kama kikija kitakuwa kina nguvu ya kiasi gani? Kwa sababu wewe utachoma udi, utachoma ubani, lakini hicho kitakachokuja kufata yale manukato hutokijua kwamba kitakuwa kina nguvu kiasi gani, na hutokijua kwamba kitakuja katika muundo wa namna gani. Ndio pale mtu akiwa ana tabia ya kuchoma manukato mara kwa mara au kujipulizia perfume kali, kwa mfano kama binti Sudani, Gift of Zanzibar, Al-Hudi, ukawa mtu anajipaka, inatengeneza mazingira ya yeye kuvamiwa na viumbe wa kheri wengi kwa wakati mmoja. Hii inapelekea mtu kuweza kupata maumivu ya kichwa au kupata mawaseko wa akili, sawa, au vile vile kujisikia kama ni mtu ambaye ameelemewa na mizigo katika mwili wake, kama vile na viumbe wakubwa katika mwili. Sasa ili kupoza hii hali, basi unapokuwa unachoma uwe unanuia wawe wanakuja viumbe wa namna gani, kwa unatia nia kulingana na hitaji lako. Kwa mfano unataka kufukuza vitu vibaya katika nyumba, basi unamwambia Mwenyezi Mungu, naomba uniondoshe viumbe waliokuwa wabaya, viumbe waliokuwa wachafu katika hii nyumba yangu, na univutie viumbe waliokuwa waheri na wapole. Na ukiwa na taratibu huu wa kufanya hii njia, itakutengenezea mazingira ya wewe kupata utulivu wa usingizi, aidha kwa wewe na familia yako. Mkilala usiku mnapata usingizi mzuri kabisa. Na vile vile pia huwa inatengeneza mazingira ya kuondoa migogoro ya mara kwa mara katika nyumba, magomvi ya mara kwa mara katika nyumba, na husaidia vile vile pia kufungua kheri na baraka katika nyumba hiyo, bimaana wanapatikanika wageni wenye kheri na baraka. Na vile vile pia hufungua milango ya riski, mtu anapata wepesi wa kupata mali, wepesi wa kupata riski katika maisha yake. Kwa hiyo jizoesheni au jenga tabia ya kuchoma manukato mara kwa mara katika nyumba yako. Udi,
ubani au kuweza kupulizia perfume. Tengeneza hayo mazingira ili kuweza kuondosha nguvu mbaya, kwa sababu manukato hufukuza kitu kichafu. Ndio maana yake hapa. Yani wewe ukiweka manukato yaliokuwa mazuri, basi ujue kama pembeni kuna kiumbe kilichokuwa kichafu, basi lazima kikimbie. Hasa tunachozungumzia hapa ni viumbe ambao wanatusumbua sana, ni majini. Kwa majini yoyote yaliokuwa machafu yakisikia manukato yaliokuwa mazuri yanakimbia. Kwa hiyo tengeneza mazingira ya mara kwa mara ya wewe kuwa na desturi au tabia ya kuweza kuchoma manukato katika nyumba ili kuweza kufukuza nguvu mbaya, maana kufukuza uchawi, kufukuza majini. Kwa kama nyumba hiyo labda ina mweseko mkubwa, labda mtu usiku halali, kuna misuko ya namna mbalimbali, nyumba inakuwa ni nzito, basi kuwa na tabia ya kuchoma manukato mara kwa mara, ila ukiwa unatia nia kwa kufukuza vitu vibaya na vitu vya kheri, basi viingie katika hiyo nyumba yako. Hii itakujengea mazingira mazuri ya wewe kufanikisha mambo mengi sana ya kimaisha, kwa sababu pale katika nyumba pakiwa pana mavitu mazito au mavitu mabaya, yanatutengenezea sisi kuharibika katika maisha yetu. Hata riziki zetu zinakuwa ni ngumu, sawa? Hata mzunguko wetu utafutaji wa pesa unakuwa ni mgumu, kwa sababu unapolala pana uchafu. Wenda huwezi kujua usiku unalala, lakini kumbe uko unalalia nyoka. Unasema unalalia kitanda, kumbe uko unalalia nyoka. Uenda usiku umelala, ukasema umelala kwenye kitanda, kumbe umelala katika kaburi la mtu ambaye ameshakufa, wamekuweka. Kwa hiyo mazingira haya yanatuharibia sisi maisha yetu sana, ni kwa sababu hatuna jicho la tatu la kutazama vitu vibaya vinavyotuzunguka katika maisha yetu. Sasa kwa sababu vitu vingine hatuvijui, kwa hiyo chukueni taaluma kama hizi au elimu kama hizi kwa sisi walimu, tunakuwa tunawapeni ili kuweza kujikwamua na kujinasua katika hayo maisha ambayo mnayoyapitia ya kuto kufahamu nini kinacho kusumbua katika nyumba. Kuwa na mazoea ya kuchoma au kufusha manukato katika nyumba yako, kufukuza vitu vibaya. Una maswali, una maoni, basi unaweza ukaacha maswali yako, maoni yako katika sehemu ya comment hapo chini. Na vile vile pia unahitaji maswala ya tiba za asili, unahitaji visomo vya dua, napenda kuwakaribisheni sana kuweza kudiriki katika tiba zetu za asili kwa kutumia mifumo ya mitishamba na kwa kutumia mifumo ya dua. Kwa hiyo kama utakuwa una shida ya namna yoyote ile, usisite kuwasiliana na mimi kwa kutumia namba zangu za simu ambazo zipo katika sehemu ya description hapo chini, na katika screen pia namba zangu za simu hapo zinapita. Ni wako mie Mwalimu Kombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.